Katika jioni ya leo tutakuwa tuna somo fupi, na baada ya hapo tutaingia katika maombi kumweleza Mungu yaliyo mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka katika kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema kwamba Yesu akawaambia kwa mfano, imewapasa kuomba siku zote bila kufanyaje? Bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuomba hatupasi kufanyaje? Kuchoka. Tunapaswa kuwa waombaji wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kwenda mbele za Mungu kwa nyakati zote na kwa ujasiri. Maana Paulo katika kitabu cha Ibrania sura ya 9 anasema kwamba tusogelee kiti cha nini? Cha rehema kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi katika wakati huo utakuwa unajihisi hatia kiasi gani katika moyo wako, lakini mimi nakusihi kwamba usiache kuenda mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku na jioni hii ya leo tutakuwa tuna somo fupi, na kichwa cha somo kinasema fimbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Fimbo ya nani? Fimbo ya Mungu. Katika kitabu kile cha Kutoka, ukianza sura ya kwanza, inaanza kuelezewa habari za mtu mmoja anaitwa Musa. Musa sisi tunafahamu jamani. Yaani kitabu hicho cha Kutoka kinaanza kuelezea namna Musa alivyozaliwa, na Musa alizaliwa katika wakati mbaya sana. Alizaliwa katika ule wakati ambapo taifa la Misri lilikuwa limeweka sheria ya kwamba watoto wa Kiebrania atakapozaliwa kiume sharti lake ni lazima afe, lakini kama atakuwa amezaliwa mtoto wa kike basi na afanyaje? Na aishi. Lengo kubwa ni kwamba wa kiume au wana wa Israeli wa kiume ifikie hatua watoweke juu ya uso wa nchi, zeni wale watoto wa kike waoane na wana wa Misri, ili sasa wakose nguvu ya kuleta upingamizi katika taifa la wapi? La Israeli. Kumbuka wakati huo wana wa Israeli walikuwa wanaongezeka kwa kasi kubwa sana. Wana wa Israeli walienda katika taifa la Misri wakiwa watu 70. Bwana Yesu asifiwe. Watu 70 tu, lakini walikuwa wanaongezeka kwa kasi ya ajabu, kwa sababu ile ahadi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahim, akamwambia kwamba akiweza kuhesabu zile nyota ambazo zilikuwa angani, vivyo hivyo na uzao wake utakuwa mwingi na watakuwa ni wengi kama nini? Kama nyota za angani. Kwa hiyo Musa alizaliwa katika nyakati hizo ambazo zilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo tukisoma sura ya kwanza na sura ya pili inajaribu kuelezea kwa namna gani mtoto Musa jinsi gani ambaye alipitia changamoto katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani siku zote watoto ambao unakuta wanapitia changamoto kubwa sana katika maisha ni wale ambao Mungu ametarget, ana plan nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au mara nyingi ukiona kwamba mtoto anayechelewa sana kuzaliwa, kwa maana jamani, wanandoa msiachane kwa sababu umechelewa kupata mtoto. Kuna mtu mmoja anaitwa Zekaria alipata mtoto akiwa wapi? Uzeeni, si ndio hivyo? Lakini Ibrahimu, mara nyingi watoto ambao wanapatikana kwa kuchelewa sana ni watoto ambao wameandaliwa kwa misheni maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vivyo hivyo Musa, japokuwa tayari, kumbuka Musa ni mtoto wa 3 kwa sababu babake na mamake hawajatajwa majina. Mtoto wa kwanza ni Miriam, mtoto wa pili ni Haruni, zeni akafuata nani? Akafuata Musa. Lakini kumbuka wakati wa Musa anazaliwa tulikasema kwamba ile sheria ngumu ya kuuawa ndipo ilikuwa imewekwa. Lakini ngoja nikwambie, katika maisha siku zote pale ambapo panaonekana hapana njia, ndipo Mungu anafungua nini? Anafungua njia. Kumbuka wakati huo Musa amezaliwa, ndipo sheria imewekwa na Musa ilibidi auawe. Lakini tunaona kwamba Mungu alitengeneza mazingira ya kwamba Musa akaingia katika nyumba ya kifalme. Lakini kumbuka maisha ambayo Musa aliyaishi, alikuwa anaandaliwa kufaa kwa ajili ya kuja kuwakomboa wana wa Israeli.
Bwana Yesu asifiwe. Pale unapopitia changamoto katika maisha yako usilalamike, kwa maana changamoto zingine ambazo zinakuja katika maisha yetu yanatuandaa ili tufae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati katika kazi zetu au katika biashara zetu tunakutana na hasara. Yaani ngoja nikwambie, ukipata hasara wewe mshukuru Mungu. Mwambie Mungu na kushukuru kwa maana kesho utanipatia vingi zaidi kufidia hasara yangu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yesu hakuna hasara. Haleluya. Kwa hiyo pale ambapo nakwambia kwamba Musa alipitia changamoto nyingi, lakini kumbuka changamoto ambazo alipitia ni kwamba Mungu alikuwa anamwandaa awe nani? Awe mkombozi katika taifa la Israeli. Na tunaona kwamba Musa alikaa katika nyumba ya Farao hadi akafikisha miaka 40. Lakini kumbuka mamake alifundisha kwamba yeye ni Mwebrania na sio nani? Sio Misri. Kwa hiyo ameenda katika nyumba ya mwana wa Farao, lakini Yesu zote atambue kwamba yeye sio mwana wa binti Farao, bali yeye ni Mwebrania. Kwa hiyo siku zote katika akili yake alikuwa akitambua kwamba yeye ni wa nani? Ni wa taifa la Israeli, ni mtoto wa Kiebrania. Kwa hiyo hata sisi katika siku ya leo na wasitizia wazazi ya kwamba tuwafundishe watoto ya kwamba wao ni watoto wa Yesu, wanapaswa waishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wasiishi kama wanavyotaka wao, ili waishi kwa kuzingatia mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtoto Musa alifundishwa hivyo, na baada ya kufikisha miaka 40, kumbuka, endapo mfalme Farao angekufa, yeye ndiye alibidi awe Farao. Lakini kwa sababu alifundisha kwamba yeye sio wa binti Farao, wala yeye hapaswi kuabudu miungu ya Misri, ila yeye ni mtoto wa Kiebrania na anapaswa kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, anayeitwa Yehova au Mungu. Ana majina mengi kwa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni mengi, lakini alifundisha kwamba anapaswa kumwabudu Mungu wapi? Wa mbinguni. Kwa hiyo alipofikisha miaka 40, Musa siku moja, nahisi kile kisa kilichosababisha kutoka mbele za Farao ni kwamba siku alikutana Waebrania wanagombana, na sio Misri ndio alikuwa anawashurutisha zaidi kufanya kazi. Kwa hiyo Musa akampiga yule Misri, akafanyaje? Akamuua. Na ile jamaa, ukijua kwamba kweli alipitia mafunzo ya jeshi, baada ya kumua alimzika peke yake. Yeye ndio alikuwa shemasi siku hiyo. Yeye ndio alikuwa mchungaji kwenye mazishi ya nani? Ya Misri. Kwa hiyo alifanya kazi ya mazishi akiwa peke yake. Na baada ya hapo, siku moja alipowakuta ndugu zake wanagombana, kwambia, ndugu zangu mnagombana nini? Kile kitendo ndugu zake wakamtumu kwamba na wewe unataka utuwe kama nani? Kama yule Misri. Kwa hiyo ndipo akagundua kwamba kumbe ile stori ya uwaji imejulikana. Kwa hiyo ikabidi afanyaje? Akimbie. Na pia nyumba ya Farao ilikuwa imetambua kwamba Musa alikuwa amewasaliti kwa sababu alikuwa ameua wapi? Ameua Misri. Kwa hiyo inabidi atafutwe auawe. Kwa hiyo ndipo akakimbia kwa mtu mmoja ambaye ni Midian, anaitwa Yesro. Baada ya kufika kule, kweli yule Yesro alipenda tabia ya Musa, na baada ya hapo alimwozesha Musa na akapata nini? Akapata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja Musa alipokuwa anachunga machungani, alijikuta kwamba anaona kichaka kidogo kinawaka na kiteketei. Wakati huo nahisi wa wimbo kwa ya kanisa, ninajua mngekuwa wengi ningewapatia nafasi muimbe. Anasema kwamba baada ya kukutana na kile kichaka hakiteketei, kwa hiyo Musa akageuka aone maajabu ya nani? Ya Mungu. Si ndio hivyo? Wakati anageuka, ndipo akasikia sauti inaongea kutoka katikati ya kile kijiti kinachoteketea. Wakamwambia kwamba, Musa, vua nini? Vua viatu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili aweze kusogea karibu na Mungu, ni sharti avue nini? Avue kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakuasa rafiki yangu katika jioni ya leo, inawezekana kuna kiatu fulani ambacho unatembea nacho katika maisha yako ambayo imesababisha usiwe karibu na Mungu.
Inawezekana kuna dhambi fulani ambayo imekuwa kama kiatu ambacho hichi kinakufanya ukae mbali na Mungu na usione utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia siku ya leo ivue kwa jina la Yesu. Kama ni dhambi ya uzinzi, ivue kwa jina la Yesu. Kama ni dhambi ya uongo, ivue kwa jina la Yesu. Lakini kama una tabia ya kudhulumu watu au kudhulumu wafanyakazi wako, iache kwa jina la Yesu, kwa sababu kwa hiyo dhambi itakufanya usiwe karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Musa alipoambiwa kwamba aende sasa aokoe wana wa Israeli, Musa alitoa visingizio vingi sana kwamba yeye hawezi kusema, lakini akasema kwamba nitakapoenda Mungu hawataniamini. Lakini tunaona kwamba Mungu alimjibu. Lakini awamu ya mwisho katika Kutoka sura ya 4 mstari wa 2, Mungu anasema kwamba Bwana akamwambia, ni nini hiyo uliyo naye mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni fimbo. Kumbuka hili ilikuwa ni fimbo ya Musa, lakini katika Kutoka hiyo mstari ule wa 20, ile fimbo ya Musa ikabadilika ikawa fimbo ya Mungu. Ngoja nisome. Hisia anasema kwamba basi Musa akamchukua mkewe na wanaye na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi mpaka nchi ya Misri, na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mikononi mwake. Kule ilitajwa kama fimbo ya nani? Ya Musa. Lakini katika mstari wa 20 inatajwa kama fimbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa naomba tusikilizane kwa ufupi, maana na somo letu na mimi nitakuwa naishia hapo, kwamba vitu vyote ulivyo navyo jifunze kumkabidhi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kila kitu, kumbuka katika kitabu cha Zaburi 24 anasema kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Ngoja nikwambie, kama una biashara, ile biashara usiite ni ya kwako, ila sema ile biashara ni ya nani? Ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama biashara ile ikiwa ya Bwana, ni Bwana atailinda. Wale watu wenye nia mbaya watakapokuja katika biashara yako watake kukudhulumu, Bwana atakutetea. Lakini kama ni ya kwako, ataacha uilinde mwenyewe. Ngoja tu niwape ushuhuda mfupi. Nakumbuka siku moja nilienda kuwasalimia ndugu zangu, na ilikuwa ni wakati wa likizo. Ilikuwa ni likizo ndefu kidogo kama miezi 3. Kwa hiyo nilipofika pale wakaniomba sasa, ni kwa sababu kwa wana ofisi ya M-Pesa, wakaniambia sasa naomba ukae huko kwenye ofisi ya M-Pesa. Lakini anasema kwamba hapa kuna changamoto, tunahisi labda kuna chuma ulete, kwa sababu kila siku tukipiga hesabu zinapotea 70,000, mara 100,000, mara 50,000. Kwa hiyo tunashika kueleza zinaenda wapi? Kwa sababu walikuwa na wao wawili hadi wakaanza kustumiana, labda fulani anachukua au labda fulani anachukua. Kwa hiyo nilipoingia pale, kwa sababu niliingia nikasema, siku ya kwanza nilipoingia niliomba, nikamwambia Yesu, hiyo biashara sio ya kwako, ni ya kwako. Kwa hiyo ukiruhusu chuma uletu wachukue, ni wewe umekula hasara, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ngoja nikwambie, kuanzia siku hiyo ile hasara ya kutokea tena. Kwa hiyo jifunze kwamba katika maisha yako kila kitu ulicho nacho mkabidhi Bwana. Mwambie ni cha kwako. Ukiwa na watoto, waambie hao ni watoto wako Bwana. Nipatie hekima namna ya kuwalea vizuri hao watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na biashara, mwambie Bwana, hii biashara ni ya kwako, sio yangu. Kwa hiyo nipatie hekima namna ya kuiendesha na kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika fungu letu la mwisho la Hesabu 17 mstari wa 8 anasema kwamba kumbuka, kuna wakati taifa la Israeli lilikuwa na makabila 12, lakini wakati huo yale makabila 12 yalichukua fimbo 12 kupresenti nini yale makabila 12, na zile fimbo ziliwekwa ndani ya hekalu. Baada ya kuwekwa ndani ya hekalu, baada ya muda fulani, fimbo ya Haruni ilifanyaje? Ilichipua na ikazaa na yaani ikatoa hadi maua, fimbo ya Haruni. Kwa hiyo katika siku ya leo, wewe nikwambie rafiki yangu, utakapomkabidhi Mungu biashara yako itachanua. Utakapokabidhi watoto wako kwa Mungu, watakuwa na tabia njema na watachanua kwa mafanikio tele. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ulicho nacho mkabidhi Bwana, kwa maana hilo jambo utakalomkabidhi Bwana litastawi. Ikiwa ni biashara itastawi, ikiwa ni familia itastawi, kwa sababu Bwana atakuwepo katikati yake. Haleluya. Bwana awabariki.